Anasema, habari dokta, habari ya masiku. Nikamwambia nzuri. Akasema, nina tatizo kubwa, nimejaribu kulificha, labda dawa za hospitali ila bado. Akaniambia, niliambukizwa ugonjwa wa fungus sehemu za siri. Sasa ni miezi 7 hivi linanisumbua fungus. Nikaandika jina lake kwa sababu tunafahamiana kwa muda mrefu, nimewahi kumtumia dawa. Nikamwambia mbona hujaniambia muda wote huyu ni wa jinsia ya kiume? Akanambia, nilikuwa sielewi, najua tu ni vigonjwa na miisho vitaacha. Nikamjibu nikamwambia, pole sana. Sasa hivi kuna wanawake wana fungus na UTI sugu zinatesa wengi. Kama kuna jamaa aliambukizwa kateseka mwaka mzima. Nimemtibu mwezi wa 8, sasa yuko sawa, ila matibabu yake gharama kidogo kwa sababu ya ukubwa wa tatizo. So issue ya fungus. Ni kweli kabisa, nimewahi kupata one of my clients ambaye huyu ni mwanaume ambaye alichepuka. Baada ya kuchepuka akapata shida ya fungus na akawa anatoka viupele katika sehemu zake za siri na katika uume pia. Viupele vile vikawa vinavimba, baadaye vinapasuka. Vikipasuka anapata maumivu makali sana mpaka anashindwa hata kwenda kazini. So ilienda hivyo, baadaye mke wake mpaka akajua. Baadaye hali ikawa ni mbaya, wanatumia dawa hospitalini, viupele vinapotea vinarudi, vinapotea vinarudi. Imeenda mwaka mzima anateseka, wanabadilisha dawa hii na hii na hii na hii. Baadaye mwanamke akapewa namba na rafiki yake wa karibu sana ambaye huwa ananifuatilia katika mitandao yangu na katika status zangu ambazo wanashare katika WhatsApp. Na ndio maana huwa nashauri sana wanawake wengi nashauri sana wanawake kwa wanaume waweze kuchukua namba yangu na wasave kupitia status ili kuweza kuona masomo yangu ambayo natuma katika status na shuhuda mbalimbali. So baada ya kuwa amenipigia akanielezea, akaniambia, daktari, tumechanganyikiwa, mwaka mzima tunateseka na dawa za hospitalini lakini hakuna kinachotokea. Nikamuelekeza kama nilivyomwambia huyu kwamba kuna baadhi ya fungus sasa hivi zimekuwa ni sugu. Yaani hazisikii sindano asikie. Lakini tiba maalum ambayo inaweza kusaidia changamoto hii ni tiba ya kienyeji. So nakumbuka nilimtumia dawa huyu mwanaume. Ni dawa ambayo alikuwa anapekecha, anasugua kwenye vile viupele na dawa nyingine ya kunywa. Hakuamini, ndani ya wiki vile viupele vikakauka vikapotea kabisa. Akasema, dokta, sijui vitarudi tena, maana yake imekuwa vina utaratibu huu, vinakuja na kurudi, vinakuja na kurudi. Basi nikamwambia havitorudi tena. Akakaa wiki ya pili, wiki ya 3, mwezi wa pili akaniambia, dokta, sasa nimepona, nimeamini kabisa nimepona. Nikamwambia, utarudia tena kuchepuka? Akaniambia, dokta, yani naogopa sana zaidi ya sana. Sababu alifikia hatua mbaya to the maximum kwamba ilifika mahala mwanamke alikuwa anataka ampe talaka. Sababu aliona ni kitu ambacho cha uzalishaji, lakini bahati nzuri ni kwamba huyu dada yeye hakuweza kupata hiyo shida. Yaani ile mara ya kwanza tu alipata vimwasho alivyotumia tu dawa hospitalini, yeye akapona. Lakini Mungu wa mbinguni alivyowaajabu, huyu mhusika ambaye alileta ugonjwa, yeye ndo akapata changamoto hasa kubwa zaidi. So ni kitu ambacho wanaume naomba mchukue tahadhari sana. Sasa hivi UTI na fungus sugu zimekuwa nyingi sana. Na tiba pekee ni tiba za asili. Asilimia kubwa ya dawa nyingi za hospitalini nimekuwa nikisema hapa, japokuwa wengine wanadharau. Dawa hizi huwa kazi yake ni kutuliza tu, lakini sio kutibu. Na most of the time wanapenda mtu ameteseka kwanza ametumia dawa za hospitalini imeshindikana, ili once anapokuja kwa Dr. Kuboja anakuja na heshima zote. Kwa hiyo kama wewe unasumbuliwa na hii changamoto, unateseka kwa muda mrefu, hujui unaweza ukapataje matibabu, umetumia dawa za hospitalini imeshindikana, nitafute Dr. Kuboja, nitakuagizia dawa popote kule ulipo mkoani. Namba yangu ya simu ni hii hapa, unaweza kanicheki pia WhatsApp 0765493645 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.